Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji mpendelevu wa channel yetu hii ya Dak TV1 Miski ya Roho, tunavuma kwa kasi kama anwani harakati zetu katika kuoneshea mambo ya Uislamu, na leo tuko katika ukumbi wa Saint Rita, na tumai kwamba wale ambao watakuwa mbali na nchi yetu hii ya Kongo watatamani waifahamu kinachoendelea katika ukumbi wa Saint Rita. Lakini nikwambie kwamba leo tuko katika tariki 29 ya mwezi wa Ramadhani, na tuko katika himaya ya Al-Imdad Foundation ambayo inao wanafunzi wake, na nikuombe ndugu yangu usikose kushare na kusubscribe na ukae chonjo na channel yetu hii ili nikuhabarie matukio yote mazima toka mwanzo mpaka mwisho. Hapa ndani wanapatikana watoto kuanzia miaka 7 hadi miaka 18, na wote hawa ndani yake kuna wale ambao wamehifadhi kitabu cha Allah, wako wale wanahifadhi baadhi ya juzuu, wako wale wanahifadhi baadhi ya mahadithi. Na leo watoto hao kutokana na dhamana ya madrasa hii Al-Imdadia inatamani kuweza kutoa iftari kwa wanafunzi wale ambao wanasoma katika shule lao, kuwasaidia wale ambao ni mayatima na wale ambao ni wakosefu. Kwa hiyo tuungane mimi nawe mpaka mwisho wa kipindi. Salamu alaykum. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia kuwa niko katika ukumbi wa Saint Rita katika maeneo ambayo Al-Imdad Foundation imeweza kuwaalika wanafunzi wake kwa ajili ya kuweza kuwapa zawadi ya Ramadhani. Na kama nilivyokuambia nitakuonyesha matokeo yote mwanzo mpaka mwisho, na wacha niende nimkaribishe mmoja katika viongozi wa Al-Imdad Foundation katika mji wetu huu wa Bukavu katika nchi ya Kongo. Sheikh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye channel yetu hii. Asante, tashukuru. Naam Sheikh wangu, leo ni katika Ramadhani tariki 29. Tunaona kwamba tunamalizia Ramadhani, lakini naona kwamba kuna watoto ambao umewaita katika ukumbi huu. Sijue ni kitu gani ambacho unataka kuhabaria hawa watoto wetu wa leo? Alhamdulillah, taona mwezi mtukufu wa Ramadhani waenda kutuacha, ulikuwa ukitufunika katika uvuli wake wa rehma. Kila mtoto muda kama na huu huwa ana furaha ya kwamba atavaa vazi mpya, mzazi atamzawadia kitu fulani, lakini si kawaida huku kwetu kuzawadia mtoto. Na hali ambayo tuko ndani kwa sasa ni hali mbaya sana, hali ya vita, uchumi umeshuka. Basi kutokana na hii Al-Imdad Foundation DRC ikaona ni bora tuzawadia watoto ingalao vazi ya laidi, na wengi miongoni mwao wametoka katika familia ya maskini, wengine ni mayatima, wengine pia ni wakimbizi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba mpeaneni zawadi mtapendana, na hii ni moja miongoni mwa kujenga mapenzi baina ya hao watoto na sisi kama walimu zao, wazazi wao, ili tupendane na wenyewe pindi wanakutanana hivi wanapendana, kwa sababu hapa kuna watoto wa mitaa tofauti. Ndio kwa maana tumechukua fursa kama na hii kuwazawadia, kwa sababu kila mtoto afungue mwezi wa Ramadhani akiwa na bashasha fulani kwenye uso wake, akivaa vazi mpya kama suna ya bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suna ya Waislamu. Naam Sheikh wangu, Allah kulipeni kila la kheri, lakini tunataka tufahamu tukio hili ambayo tunaliona katika ukumbi huu wa Saint Rita kwa kuweza kuwazawadia hawa watoto mavazi ya Ramadhani ya Eid al-Fitr, ni mara ya kwanza Al-Imdad inaifanya au ni tukio ambao mnazoea kulifanya? Hii ni kama kawaida yetu. Kila mwaka alhamdulillah tunagawia watoto Bukavu, Uvira, tunachukua mpaka kwenye vijiji, wanakuja wanachukua zawadi ya Eid. Lakini kutokana na hali ambayo tuko ndani mwa sasa haikuwezekana, kutokana na usalama mdogo, bei ya kila kitu, basi tukakusanya watu fulani hapa mjini ambao watafaidika na hii zawadi. Naam, kwa mwisho Sheikh wangu, unaona watoto ni wengi sana.
Vipi malezi ya hawa watoto? Nini ugumu ambao unakutana wakati unapoishi na hawa watoto kwenye madrasa? Na nasikia ndani yake kuna familia mayatima, maskini, wakosefu. Ni changamoto gani ambayo unaipata kwa dakika mwisho? Changamoto ni nyingi tu, ila mtu kama mzazi naomba kuyavumilia. Unaona wanasemaga madrasa ndio mama, na hapo kwenye madrasa tunawafunza tarbia, akhlaq, namna ya kujalia huenda kesho miongoni mwa watoto tunaweza tukatoa viongozi ambao watachukua nafasi zetu sisi. Naam Sheikh, kuna mtu anaweza kaona matokeo mnayofanya Al-Imdad Foundation kudarasisha watoto na akataka labda pengine naye amlete mtoto wake kwenye madrasa. Kuna condition gani mnaopana mtu kuwa na mtoto katika madrasa yenu? Madrasa yetu tunasomesha bure, hatuombe kitu. Vitabu wanapata hapo hapo bure, kila kitu kiko bure. Naam, shukrani mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuwa na kuhabaria kuwa nilikuwa na kiongozi mmoja katika wanamemba wa Al-Imdad Foundation, na hapo tulikuwa katika mwisho wa kuweka kikomo cha maulizo nilikuwa namuulizia. Nikombe ndugu yangu, watu hawa ni watu muhimu katika nchi yetu ya Kongo. Tusahau kuombea dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wape maisha marefu kwa ajili ya kuweza kuzingatia watoto wetu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu. Na mpenzi mtazamaji mpendelevu wa channel yetu hii, kama unavyosikia kelele nyuma yetu ni watoto ambao tuko nao katika ukumbi wetu huu wa St. Rita. Kama nilivyokuambia, nitakupa matokeo ya mwanzo ya tukio hadi mwisho, na alhamdulillah niko na mzee wangu almaarufu mzee Mkoko Alimasi, tuko naye katika channel yetu hii ya Dak TV1. Wacha nimkaribishe, labda nimuulize kutokana na matokeo ambayo tunaikuta katika maeneo yetu haya ya Bukavu ambako imesimamiwa na Al-Imdad Foundation. Na mzee wangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya saizi? Alhamdulillah, shukran. Mambo shwari? Mambo safi kabisa, hata hata moja. Na ongera kwanza na saumu katika mwezi huu wa Ramadhani tariki 29. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu mweza wa yote aliyetujalia kuweza kufika katika siku ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Nawaombea Waislamu wote dua awajalie funga yao iwe imekubaliwa kama walifuata masharti na kuzingatia umuhimu wa mwezi wa Ramadhani. Naam, inshallah, amina, Mungu akubali dua. Na mzee wangu, nimeona bango, nimeingia katika maeneo hii ya ukumbi, kuna bango inaandikiwa Eid Gift. Sasa sijui inamaanisha nini? Eid Gift maana yake ni kusema kama zawadi ya sikukuu ya Eid. Na jambo hili mzee wangu, ni nini haswa kimewapa hamasa katika nchi yetu ya Kongo, haswa katika mji wa Bukavu ambao ni maeneo tunaona kwamba hakuna misukosuko? Nini kimewapa hamasa mpaka mwakusanye watoto hawa? Kama kawaida yetu kila sikukuu ya Eid huwa tunaweza kufanya kazi kama hii, kwa sababu unajua Sud Kivu ni eneo ambalo lina wahanga wengi sana, watoto wengi walibakia mayatima, na unajua hali ya vita tunaita aftermath ya vita huwa ni mara kwa mara ni umaskini. Kwa hiyo watoto wengi wazazi wao hawana uwezo, hawezi kuwa na uwezo wa kununulia kitu chochote. Kwa hiyo Al-Imdad Foundation kama mila yake
huwa mara kwa mara kila mwaka hufanya zoezi kama hili. Kwa hiyo safari hii alhamdulillah, hata kama tuko na matatizo mengi hasa kuhusu kufungwa kwa mabenki na nini, lakini tumejitahidi angalau kidogo tuweze kusaidia watoto ambao hawajiwezi kabisa kuweza kufurahia siku ya Eid. Na siku ya Eid ni siku ambayo watoto wote wanastahili wafurahi kwa kupata nguo mpya. Ndio hasa madhumuni sana ya kuwakusanya watoto hawa na kuweza kuwapatia hizi zawadi ya Eid. Asante. Naam, nashukuru sana mzee wangu. Kwa neno la mwisho, watu ambao watatufuata wakikutana na message hii ya Al-Imdad Foundation, unawaambia nini wale walioko mbali? Wale waliokuwa mbali tulikuwa tunapenda kama na wenyewe wanaweza kuiga mfano kama Al-Imdad Foundation inaweza kufanya, kwa sababu Al-Imdad Foundation haiwezi ikahudumia watoto wote ambao hawajiwezi, ambao katika kwa mfano kama vile eneo yetu hii ya Sud Kivu ni eneo ya kivita na inahitaji wafadhili wengi waweze kuwa wanafanya kazi kama hii ya kuweza kuwasaidia watoto mayatima, watoto ambao hawajiwezi na watoto ambao wako abandon. Manake kwa Kiingereza tunasema disadvantage, watoto ambao hawana msaada kwa namna yoyote. Kwa hiyo ingelikuwa vizuri idara zingine ama taasisi zingine zingeweza kufanya nguvu ya namna yote ili ziweze kuwa zinasaidia watoto mayatima, watoto maskini, watoto wenyewe waliokuwa wameachiliwa, ili waweze na wenyewe kufurahia sikukuu ya Eid kama hii. Naam, asante sana. Tunashukuru sana mzee wangu, na Mungu akulipeni kila la kheri katika hatua hii mnayoifanya, na tunaomba jamii kuweza kusapoti na kuombea Al-Imdad dua ili wapate kuendelea. Barakallahu fikum, tukisema Eid Mubarak mzee wangu. Takabbal Allahu minna wa minkum. Amina khairi. Barakallahu fikum.